Kwingineko, miili ya watu watano waliouawa baada ya maafisa wa polisi kuwafyatulia risasi waandamanaji katika eneo la Ang'ata Barikoi, kaunti ya Narok umefanyiwa upasuaji hii leo. Uchunguzi ukibaini kuwa wote walifariki kutokana na majeraha ya risasi kichwani na kwenye tumbo. Mashirika ya kutetea haki na familia sasa zikitaka maafisa waliohusika kushtakiwa. Willy Lusige anatuarifu zaidi. Siku chache baada ya machafuko kutokea katika eneo la Ang'ata Barikoi, Transmara, kaunti ya Narok, ambapo watu watano waliokuwa miongoni mwa waandamanaji walifyatuliwa risasi na maafisa wa polisi walipokuwa wanaandamana kwenye mzozo wa ardhi wanayodai ni yao, upasuaji wa miili ya waliofariki ukifanyika hii leo. Kijana wangu anaitwa Isaya Kipkoech Ngetich. Ameuawa akiwa anapalilia mahindi kwa shamba, na amestukia tu maaskari wanaingia na kufamia watu wetu kwa shamba bila sisi kujua ni nini naendelea. Shughuli hiyo ilifanyika katika makafani za hospitali ya St. Joseph's Narok na hospitali ya Kilgoris, ukibaini kuwa watano hao walifariki kutokana na majeraha ya risasi, watatu wakifariki kutokana na majeraha ya risasi kichwani, wawili tumboni. Kwa hivyo tunaomba serikali wawe makini kwa kazi wanayofanya, kwa sababu wametupatia maafa. Familia za waliofariki zikielezea kusononeka kwao na kuelezea jinsi wapendo wao waliofariki walikuwa mihimili mikubwa. Tuko na huzuni kubwa. Tunaomba serikali watupatie haki yetu, walinde sisi na mali zetu, sio sisi kuuawa. Pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu wakiitaka serikali kuwakamata na kuwafikisha mahakamani maafisa wa polisi waliohusika, la usivyo hawatakuwa wamepata haki yoyote. Wakenya wamechoshwa na haya mauaji, na tunataka wale wanaohusika na haya mauaji wakamatwe haraka iwezekanavyo. Willy Lusige, runinga ya Citizen.